kisha kuna furaha kuu pamoja na Bwana. Wokovu kuwapata wengine Bwana, kisha kuna furaha kuu pamoja na Bwana. Mwanzo sura ya 12 tusome mstari wa kwanza mpaka ule wa 8 au 9 pale. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote wa dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani, Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliokuwa nao huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu akapita kati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea Bwana madhabahu, Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka milima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Ilikuwa ni Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa pendo lako lililo kuu. Tunapokwenda kutafakari neno lako lilotupa siku ya leo, naomba uwe pamoja nasi, tembea nasi tena. Nakushukuru kwa uwepo wako katikati yetu, ewe uliye hai milele. Asante kwa kuwa Bwana unajidhihirisha kwamba uko pamoja nasi, wewe usiyetuacha kamwe, kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Naomba uketi tafadhali. Tunafika tuko hili Jumapili ya katikati ya mwezi wa 7. Tumeanza nusu kamili ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Sasa yani huu ndio mwezi wa kwanza wa ile nusu ya pili ya mpango mkakati wetu wa miaka 13 ya moto wa uamsho. Napenda niendelee kukuomba tena kama nilivyofanya hapo awali kwa mzigo mzito. Naomba ushiriki maombi tunayoendelea nayo hapa kanisani. Ninakuomba mtu wa Mungu, chukua hatua unapoelekezwa. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, hapendi kuamrisha. Mpaka ufike mahali pa kuamrishwa na kuwa umechelewa sana. Leo tunajifunza kuhusu madhabahu 5 za Ibrahimu na mahali zilipojengwa. Madhabahu 5 za Ibrahimu. Ni kweli ukiangalia katika maandiko, samani sijawaita watoto tuwatoi kwa sababu naona haya mambo ya madhabahu yanawahusu watoto pia. Amen. Yanawahusu vizuri sana. Kwa hiyo wanatakiwa wayajue pia watoto kwamba wanatakiwa wajenge madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo watoto kaeni hapo hapo, kama ni kuomba tutaomba kule mwisho kama ni lazima.
Jina la Bwana libarikiwe. Ziko madhabahu ambazo ukisisoma zile zilizotajwa kama madhabahu ni 4, lakini kuna madhabahu moja haikutajwa. Hiyo tutaichukulia somo kamili. Madhabahu ambayo kimsingi haionekani kama imejengwa, lakini ilikuwepo wakati Ibrahimu alipotoa sadaka kwa Melkizedeki. Hiyo haitaji kama madhabahu, lakini ni madhabahu moja ambayo ina vitu vingi sana vinavyoifuata ile madhabahu siku ile pale alipoitolea ile na ile sadaka aliyoitoa pale. Kwa hiyo naomba tulie, twende pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Kusudi ya udhima na somo hili ni kwamba ni kulifahamisha kanisa kuhusu umuhimu wa kujijengea madhabahu. Bwana asifiwe. Umuhimu wa kujijengea madhabahu ili umwabudu Mungu hapo. Na sisi hapa Yordani Bondeni tunajenga madhabahu hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati huo huo katika maisha yetu ya kiibada tunajijengea madhabahu katika mazingira ya kinyumbani. Pale nyumbani kwako unatakiwa umwabudu Mungu, na anayekuzunguka ajue kwamba huyu mtu anaye Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ni jambo la msingi sana, nataka likae kwenye ufahamu wako. Na vijana wetu, watoto wetu mnaosoma, mnaokwenda shule, mnatakiwa muishi hivyo. Mfike mahali ambapo lolote likitokea kila mtu ajue kwamba huyu binti, huyu kijana anaye Mungu, na huyo Mungu ni mtetezi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Hizi madhabahu 4 katika maisha ya Ibrahimu baba yetu wa imani, tutajifunza hizo madhabahu kwa mchanganuo wa madhabahu hizo, mahali zilipojengwa na uhusiano wake na ahadi kabla au baada. Kwa sababu Mungu alianza kuzungumza na Ibrahimu tangu alipoanza kumwambia toka wewe, vile andiko tulilosoma, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako mpaka mahali pale nitakapokuonyesha. Tayari hiyo ni ahadi ya Mungu, lakini haikuwa na mafafanuzi. Lakini tunamwona Ibrahimu anatii kauli ile, anatii, anaamua kuondoka. Na wengi wanaofuatilia maandiko wanasema Ibrahimu hakuanzia pale tu alipokuwa pale juu Harani, lakini tangu alipokuwa katika Uru wa Ukaldayo, yamkini yeye ndio alikuwa chanzo cha baba wake kuhama na yeye. Wakafika mpaka Harani, yule mzee Tera akafa. Alipokufa Tera ndio anaambiwa, anaisikia sauti ya wazi, sasa toka mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ndipo akatoka akaingia katika nchi ya Kanaani, naye alipofika akamjengea Bwana madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe. Tumesoma pale hiyo madhabahu aliyoijenga pale Shekemu, kwa sababu ameambiwa uzao wako nitawapa nchi hii. Yeye akapokea ile ahadi, na alipopokea ile ahadi akaenda akamtengea Bwana madhabahu, akamtolea Mungu sadaka hapo, akijua kwamba kumbe Mungu ananiwazia mema. Wakati huo bado Ibrahimu hana mtoto, na bado anaitwa jina lake Abrahamu, hana mtoto bado. Lakini Mungu anapomwambia, yeye akatii na akajenga madhabahu. Na hii ndio madhabahu ya pili tuseme, baada ya ile ya Nuhu. Madhabahu ya Nuhu tutaizungumza katika somo lijalo. Madhabahu ya pili ni ile ya Nuhu. Ukiachilia mbali zile madhabahu zingine, kule mwanzo kulikuwa na madhabahu ya Kaini na Habili, nazo zina maelezo yake, lakini tuzungumze habari ya hii hapa. Lengo ilikuwa ni madhabahu ya shukurani na kukubali wito. Ameitwa, na sisi wote tuliookolewa tumeitwa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mmoja aliyeko hapa ndani anao wito wa Mungu ndani yake, hata kama hujauona vizuri, lakini unao wito huo tayari. Mere William, hebu njoo. Sijui kwa nini mama anapenda kumtolea mfano. Huyu mama alipokuja hapa kanisani, alikuwa ni mama mmoja alikuwa amekata tamaa sana. Alikuwa amekata tamaa ya kila upande, alichoka.
lakini bado alikuwa na nguvu, kwa sababu alikuwa kijana zaidi kuliko alivyo sasa. Anazidi kuwa mtu mzima, alikuwa mdogo mdogo, lakini alikuwa amekata tamaa fulani hivi. Lakini tukaendelea kumtia moyo, mimi na mama mchungaji. Alafu siku moja alipata msiba wa baba yake. Wakati akiwa kule akawa anazungumza kwa unyonge zaidi, yani kama vile sasa kama baba ameondoka, ndio mambo yote yameisha, sina tumaini tena katika nchi. Tulitoka hapa tukaenda mpaka kule Ubungo juu kule, kulikuwa na utelezi siwezi kueleza, lakini tukamtia moyo huyu mama. Sasa hivi ni mwalimu kiongozi wa kanisa la watoto. Ni kama yeye ni sawa sawa na mchungaji wa kanisa la watoto sasa hivi, na linasonga mbele vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Nenda ukakae mama, Mungu akubariki. Na ninapenda kumtolea mfano kwa sababu yuko huru pia. Jina la Bwana libarikiwe. Njoo hapo mama Sangura. Nimemshtukiza na yeye kwa sababu ndio hivyo, madhabahu ndio ilivyokaa. Leo tulikuwa tunaimba hapa, tunacheza. Simama na wewe hapa. Na siku hiyo mimi ndio nilikuwa nimeshika kamera ya simu yangu napiga picha kama huyu binti. Huyu mama akapita mbele yangu hapa, alafu nikasikia huyu mama aende chuo cha Biblia. Tuko hapa hapa kanisani. Tulipomaliza ibada nikamfuata, nikamwambia mama, Mungu anasema uende chuo cha Biblia. Akasema, mimi nitaanzia wapi? Maana hata hayo madarasa yenyewe wanaofikiria sina. Nikamwambia hivi, aliyekuita anajua utakachofanya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini anaposimama, nani haoni mambo yanayotoka kwa mama huyu? Nani haoni kwamba huyu mama ana vitu vya kimungu? Kwa sababu huviweki wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Aliyekuita anavyo, anaviweka humo, anataka vitumike. Na kama mnanifahamu kama kawaida, asante mama. Mara nyingi tunapofika ule wimbo wa mwisho wa kuabudu, nimezoea mimi kusimama ninapokuja na daftari langu la mahubiri, alafu nasimama hapa. Lakini leo namshukuru Mungu niliweza kutii. Akaniambia mwambie huyu mama aende kule mbele. Na nilipomwambia aende, yeye alifikiri nimwambia aende akaimbe. Akachukua microphone akataka kuanza kuimba huyu. Nikamwambia no, sogea hapo. Hii ndio madhabahu yetu ya kila jambo. Unakaona kachumba hapa kadogo, lakini hapa mkisimama hapa, unasimama ukiwa na mamlaka na uweza na nguvu za Mungu. Anasema kupitia hapa. Kwa sababu tumeiweka kama madhabahu. Mara nyingi tunapokaa wachungaji mnafikiri kama vile tumekaa tu. Saa nyingine unaweza kumkuta mchungaji amekaa ametulia mpaka amefumba macho, na wengi wanafikiri mchungaji anasinzia. Hatulali. Tuko kazini. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Na mimi nikamwambia Bwana, una kitu unataka kufanya hapa leo, tafadhali fanya Mungu wangu. Fanya, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hatukuona mambo mazuri yametokea hapa. Lakini kuna siri kubwa mbili zilizosababisha yakatokea. Nimesema tumekuwa katika maombi ya siku kuanzia Jumatano mpaka Jumapili. Ni wiki ya pili ambayo nasema tuendelee, na mimi sitaki kusema kwamba tutafanya hivyo kwa wiki ngapi. Tuendelee mpaka huko mbele tutakapoishia. Naomba tafadhali usikose, jitahidi. Na ni saa ya jioni sana, kwa hiyo hata watoto wa shule wanaotoka shuleni, njoni tulie mbele za Mungu hapa. Tumuite Mungu hapa, tumtafute Mungu hapa. Na wale wenye nafasi ya kukaa hapa mpaka asubuhi, tukae hapa, tulie na tuomboleze mbele za Mungu, ili Mungu aendelee kututokea. Ibrahimu yeye alipopewa wito ule akaukubali, na ahadi ile akaipokea, akaanza kumjengea Bwana madhabahu. Ibrahimu alijenga pale Mungu alipomwambia nitakupa nchi hii, nitakupa. Hajampa baba, nitakupa. Akasema sawa baba, na kujengea madhabahu. Ingawa wakati walikuwa bado wanaishi kwenye hema la nchi,
ilikuwa inakaliwa na Wakanaani, lakini akasema sawa, mimi nakutolea sadaka. Hii inatufundisha imani nzuri ya Kipentekoste, kushukuru na kusifu kwa ajili ya kile Mungu anachosema, hata kama bado hatujakishika mkononi wala kukiona kwa mbali. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Mungu amesema. Na ndio maana unakuta watu mara nyingi wanashindwa kufikia mahali pazuri, kwa sababu wanashindwa kutembea katika ahadi za Mungu zilizoko katika maandiko na kuzipokea. Watu wanahangaika, unakimbia huku na huku, wakifikiri wanatafuta baraka, hutazikuta, hazikimbizwi. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 anasema, baraka hizi zitakufuata na kukupata utakaposikia na kutii, utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kutenda kwa bidii kuyashika maagizo yake. Sio baraka zinakimbizwa, ila zinakufuata wewe kulingana na jinsi unavyotembea ukiwa umekubali kile Mungu anachosema. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hakuishia madhabahu hiyo ya kwanza, alijenga na ya pili. Madhabahu ya pili alijenga kati ya Betheli na Ai. Ibrahimu aliendelea mbele kujenga madhabahu hii ili kuliitia jina la Bwana. Wakati huu Ibrahimu anakuwa mtu wa ibada, mtu anayetaka akae karibu na Mungu, amsikie Mungu anasema nini. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu njoo rafiki yangu, njoo. Nilifurahi sana siku moja nilikuwa namsikia. Haya, na wewe leta hicho kiti. Hicho kilichoko mbele yako. Sasa ngoja kufanya demonstration moja. Mimi napenda sana kudemo vitu ambavyo vinajia. Akazungumza habari ya Henoko na Adamu. Nakumbuka Henoko ambaye ni mtu wa 7 alikuwa hai, bado wakati Adamu alikuwa hai. Sasa anasema Henoko kama kijana kama haka kanakaa na babu yake, mkaa chini hapo kwa babu. Alafu unashikashika miguu ya babu hivi. Alafu anasema yeye anapopiga picha anasema hivi, anaona kama Henoko alimwendea Adamu, alafu akawa anamuuliza, babu, hivi siku zile pale kwenye bustani ya Edeni Mungu alipokuwa anakujia ilikuwa kwaje? Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Alafu Adamu anamsimulia, asema, yani mwanangu, hakuna kitu kizuri kama kutembelewa na Mungu. Sasa hivi ninajisikia vibaya sana, simuoni. Nilikuwa namuona kwa macho, siku hizi simuoni. Alikuwa anakuja tunaongea, sasa hivi mpaka nimtafute sana ndio nampata. Hakuna kitu kizuri kama hicho. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Henoko akachukua hilo neno, asante sana rafiki yangu, alafu akatoka akasema, sasa namtafuta huyo Mungu wa babu yangu. Akaanza kutafuta, akaanza kuomba. Watu wengine wanasema Henoko alikuwa ni mkulima, na ni kweli maandiko yanasema, lakini wengine wanasema sijui aliona maono au vipi, mimi sijui. Anasema Henoko alikuwa anatoka nyumbani anakwenda shamba, anaanza safari asubuhi, lakini mpaka saa 8 hajafika shambani. Kwa nini? Kila akitembea barabarani anakwenda shamba, anaona anapoteza muda, anapiga magoti, anaanza kuzungumza na Mungu, anaomba, alafu baadaye kama vile anaamka tena, nashika jembe lake, anatembea kidogo, hajafika wakati mwingine hata shamba hafiki. Ndio maana Mungu akasema, sasa basi baba, miaka 350 na kutosha, rudi nyumbani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu siku zile watu walikuwa wanaishi miaka 1800, 900. Sasa yeye miaka 350 tu kaondoka. Kwa sababu gani? Amedumu mbele za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Sina maana kwamba ukimpenda Mungu sana basi unakufa haraka. Sio lazima, lakini pia inawezekana. Kuna binti mmoja nilipewa story yake na mchungaji mmoja, akawa anasema yule binti
alikuwa anashindwa kuishi. Yule binti alikuwa amekaa, akiwa shuleni alikuwa anapata shida, amesoma mpaka alipofika form 6 alifariki. Alikuwa akimtizama mtu hivi, anaona maovu yake yote. Kwa hiyo wakati mwingine alikuwa anawaambia watu, sasa mpaka akafika mahali hawezi kusema, analia tu. Mtu anayejiona kama amekaa vizuri, alafu yeye ndio anaona uovu wake wote, yeye anabakia kulia na kuomboleza. Yule binti aliishi hapa Dar es Salaam. Watu wa Mungu, Bwana tusaidie. Inawezekana, tafuta Mungu, amua. Kuna mchungaji mmoja anaitwa Ringo, ni mwanasheria. Nilisoma naye wakati tukisoma sekondari. Yeye alikuwa form 2, mimi nilikuwa form 1 mwaka 74. Ndiye aliyenisimulia kisa hicho. Ibrahim akawa mtu wa ibada. Lengo la kujenga madhabahu ilikuwa kuabudu na kuwa na ushirika endelevu na Mungu. Oh, haleluya. Wimbo tulianza kuimba hapa, chini ya msalaba. Mimi ninapokaa nyumbani kwangu ni kama wimbo wangu ulikuwa kila siku. Ninapiga pasi, ninaimba. Niko bustanini, ninaimba. Ninalima, ninaimba. Ninapanda, ninaimba. Yaani huo wimbo ninaupenda, ninajisikia vizuri niko chini ya msalaba. Ninauimba kwa sauti, sipi kwa sauti ndogo. Anayepita karibu na nyumba yangu hapa kule barabarani wanasikia. Ninapaza sauti ya kutosha tu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Na unanipa raha moyoni. Na pia unanipa ulinzi. Na kuwa na raha katika Mungu. Siwezi kuwaza neno jingine nje ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna bwana mmoja aliwahi kuona maono ya mtumishi wa Mungu fulani. Kila akitembea anaimba. Sasa yeye akafunguliwa, akamwona yule mzee, yule mzee anapopita, anapoendelea kuimba, kuna majeshi ya mashetani yameandaliwa njiani yamvizie, mengine ya kumsababisha ajali, mengine ya magomvi. Lakini yeye anapotembea, anapoendelea kuimba, unakuta yale majeshi ya mashetani yanapanguliwa haraka kabla hajafika. Oh, haleluya. Unakuta inapanguliwa, yeye anaenda tu huko salama, yeye anarudi huko salama, hana wasiwasi. Lakini mtu mwingine huko pembeni ndio anakuja kuona kwamba kumbe fulani saa zile anapoendelea kumlilia Mungu, Mungu anampa ulinzi, anamlinda na kumtunza. Huo mtu wa ibada, jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya madhabahu ni maisha ya maombi na ibada kamilifu, na ndio maana ya Betheli. Betheli ni mahali pa kukutana na Mungu. Upentekoste wa kweli utautegemei tu kukumbuka kumbukumbu za neema ya jana, bali anajenga Mpentekoste wa kweli, anajenga madhabahu ya siri ya maombi kila siku. Wakati wote uwe mtu wa maombi. Wakati wote uwe mtu umejaa Mungu. Huna sababu ya kuwa na wasiwasi wa hilo. Kama Ibrahimu alivyoliitia jina la Bwana, tunajifunza kuwa na ushirika usiokoma na Roho Mtakatifu ili kulinda moto wetu wa kiroho usizimike. Jina la Bwana libarikiwe. Linda moto huo usizimike. Madhabahu ya tatu alijenga kule Hebroni kwenye mialoni ya Mamre. Iko katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 18. Alijenga madhabahu hii baada ya kutengwa na Lutu, na Mungu kumwambia tena atazame kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kwa sababu nchi yote hiyo atapewa. Tukisoma kuanzia mstari wa 17 anasema hivi: ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Bwana asifiwe. Mimi ninajiuliza mara zote, hivi pale ninapoishi sasa hivi nimeijenga madhabahu yangu kwa kiwango gani? Yaani nimejithibitisha ushirika wangu na Mungu kwa kiwango gani? Jina la Bwana libarikiwe.
Ibrahimu yeye anapofika mahali alipoambiwa nenda, akafika pale, alipofika pale anajenga madhabahu. Akisogea mbele akienda pale anajenga madhabahu. Alafu anatafuta ushirika na Mungu. Hapa tunaangalia vitu tunavyovimiliki. Ulifurahishwa na Mungu kiasi gani katika vile ulivyo navyo mpaka ukamjengea madhabahu na kumtolea sadaka? Baadhi yenu hapa mna nyumba, lakini ulifurahishwa na hiyo nyumba ulio nayo kiasi gani mpaka ukamshukuru Mungu? Unaitumia nyumba na kakibanda tu hapo. Wakati unaishi kule Kongo, kuna bwana mmoja nilikuwa nafanya naye kazi mahali, akawa anajenga karibu na pale mimi siko tumepanga. Sasa nikaona muone anapita pale. Kamuuliza, bwana, nikuona mara kadha unapita huko, vipi, unaenda wapi huko? Akasema, nina mgonjwa. Kumbe anajenga. Hii si ni ushirikina, wote wanafikiri tutarogwa. Anafikiri kila mtu anapaka wa kumroga. Kwa sababu akisema ana mgonjwa, sasa muongezee tena mgonjwa juu ya mgonjwa. Sasa kama unagonjeka hivyo tu, si ndio kuongezea kama ninao. Lakini namshukuru Mungu, kitu kinachoitwa uchawi mimi sikijui. Jina la Bwana libarikiwe. Nilipokuja kufuatilia ndio nasikia yule bwana anajenga. Sema sasa wewe nyumba ndio inakuwa mgonjwa badala ya kuwa baraka ya Mungu. Sisi kama mnanielewa sawa sawa. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujifunze kuwa na shukrani tunapopata vitu. Mimi namshukuru Mungu, alianza kusema na sisi mwanzoni sana. Mtoto aliyeko tumboni, kama yuko mama amebeba mtoto tumboni, ukuje hapa. Kama umebeba mtoto begani, mlete hapa. Tunawaombea wote. Anza kutembea. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa kuwa wewe peke yako umema na fadhili zako ni za milele. Watoto wetu hawa wazuri ni kizazi kilicho bora. Tunawatamani wakue wakilishika agano, wakiushika utaratibu mzuri na ahadi zile nzuri za Ibrahimu ulizompa, zikiwa zao Bwana, wakapate kuzishika, wakapate kuzilisi, wakatembee nazo tangu utoto wao hata uzee mwema, wakakujua wewe Mungu wa kweli na Kristo uliyemtuma, wakatumikie shauri lako. Wapake mafuta Bwana, wakina mama hawa wapake mafuta, wawe na binti wazuri wamjuao Kristo tangu utoto wao hata uzee mwema. Watembee na wewe, watembee na nguvu zako, watembee na ushindi wako, watembee na mamlaka yako, wakatende ishara, maajabu na miujiza katika mikutano ya Injili watakayoihubiri, katika makanisa watakayoyaongoza, katika uongozi watakao kuwa nao, kwa jina la Yesu Kristo. Tembea nao Baba wa mbinguni, tembea nao Mfalme mwema, tembea nao Muumba wa mbingu na nchi. Jidhihirishe kwao Bwana, onekana ukitenda mambo makuu sana kwa wema na fadhili zako, wala usiwakumbukie Bwana, kwa kuwa ni watoto sasa, lakini hao ni watu wazima. Katika kipindi kijacho wataliongoza kanisa, wataliongoza taifa. Baba, jipatie mbegu iliyo njema, watwae moyo wako kwa ajili yako Bwana na kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Pigeni na makofi. Baba, katika jina la Yesu tumesimama tena mbele zako wakati huu Bwana, kurudisha sifa na shukurani mbele zako Mfalme. Asante kwa uwepo wako ambao Bwana umeuachilia katikati yetu. Asante kwa nguvu zako ambazo Mungu umeziachilia katikati yetu. Asante Bwana kwa kututembelea siku ya leo, Mfalme wa amani. Tuseme nini mbele zako Bwana? Sifa, heshima na utukufu tunarudisha kwako wewe uliyetenda mambo makuu ya ajabu mno. Bwana, sifa ni zako, utukufu ni wako Bwana wa majeshi. Asante Bwana kwa neno lako ambalo Bwana umesema nasi kupitia mtumwa wako Bwana, nasi umetukumbusha kwamba madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya mioyo yetu. Hivyo mioyo yetu Bwana, ndivyo pale uliposema hekalu lako Mungu. Nasi tunaomba Roho Mtakatifu kaa ndani yetu Bwana, na hata tunapotoka mahali hapa endelea kukaa ndani yetu. Hata tunapoiendea wiki nyingine Bwana, endelea kutuongoza. Ni wewe simame ndani yetu Bwana, ukae na uyatawale maisha yetu.
Mungu, tunahitaji nguvu zako, nazo hizo nguvu zako Bwana zikadhihirike